Ushauri ni bure, kuchagua ni hiari yako. Ila ushauri wangu lazima ufuate. Usipoufuata naafikisha kwa mama yako. Nadhani kwa kiasi chochote kile unachokuwa unakitaka nitakupa mara 2 ya pesa. Nashukuru baba, nashukuru sana. Nashukuru. Usijali. Mambo mengi husababishwa na presha ya family pressure. Family pressure. Wewe binti. Mama, niongea na wewe. Mdogo wangu Lina. Ndio. Nakupenda sana. Nilikuwa naomba nikwambie kitu kimoja. Achana na yule kijana. Nimekuona naye mara nyingi sana. Namfahamu sana. Ni maskini. Mjanja. Hakufai. Kama mdogo wangu nimeona siwezi kunyamaza. Nikwambie ukweli. Nakuomba ili kama litakuingia kichwani, naomba ulifanyie kazi. Wanaume wapo wengi wenye hela zao. Kwani unaenda kwa mwanaume kama yule? Mimi sijalizika naye. Na kama dada yako, nakwambia nakupenda. Naomba nisikilize. Ushauri ni bure, kuchagua ni hiari yako. Ila ushauri wangu lazima ufuate. Usipoufuata naafikisha kwa mama yako. Ngeni tena. Halo. Naongea na nani? Usiwe na haraka sana dadangu. Utanifahamu tu, kuwa mpole. Unajua ninapa ngeni na umepiga usiku, kwa lazima nishtuke. Usiwe na wasiwasi, utanifahamu tu usiku nyingi sana. Ndakufahamu siku sio nyingi. Kivipi yani kufahamu? Sema wajua bana bila kufuga sana. Pia kupenda sana. Unasema kuona hivyo kupenda sana. Hivyo kaka unaenda wazimu? Yaani ukaniona tu ghafla afu unaniambia ukatokea kunipenda. Hivyo unafikiri wanapendaga tu? Alafu usichokijua, mimi mwenyewe ni mke wa mtu na nimeolewa. Kwa hiyo nakuomba punguza usumbufu. Kwa hiyo sitaki mazoea na wewe. Alafu sitaki unitafute tena. Kwa mpole. Najua utakuwa wangu tu. Haijaishi. Na kitu ambacho hujui, baada ya kutokea kukupenda nimekufuatilia sana na nimegundua siku alikuwa mbovu kwa mume wako. Bado hujaolewa na upo kwenu. Kwa hiyo usiwe na wasi. Wewe ni wangu na nishajiapiza hivi. Utakuwa wangu tu. Basi nikutakie usiku mwema kipenzi. Alafu anaonekana ananifahamu. Ngoja nilalage mimi. Maana muda wenyewe nanoshaenda.
Ukweli ndio huo. Nimeona nije nikwambie kazi kwako. Nashukuru mwanangu. Kumbe ndio maana amebadilika sana hivyo. Kuna siku nimemuona nikahisi nimemfananisha. Kumbe alikuwa ni yeye. Ndio hivyo mama. Nimeona nije nikwambie wewe ni mamangu. Nikikaa kimya sasa tukamharibia mtoto. Haya mama. Haya nashukuru mwanangu, asante. Ninaenda. Haya karibu. Hodi. Hodi. Oh, karibu. Nashukuru baba. Karibu. Asante. Nikajua uko ndani. Kwa nawasiliana na simu. Karibu. Asante. Za hapa nyumbani baba. Salama. Za utokako? Ni njema. Ndio. Kijana wangu. Samahani. Mimi ni mzee mwenyeji wa maeneo haya. Nimekuja kwako na shida. Na shida sana na nimeona wewe utanisaidia. Sawa, shida gani? Nilikuwa naomba unipe pesa. Nitajitahidi nikurudishie hiyo pesa. Baba, naomba unisaidie. Nikope hiyo pesa. Okay. Nadhani kwenye swala la pesa halina tatizo. Hata mimi pia nilikuwa natafuta mzee kama wewe. Swala la kukopeshana, si nikukopee mzee kama wewe mwenye heshima zako nikukopee pesa. Mimi naona halina shida. Ila tu mimi pesa nitakupa tu. Mimi baba asante. Asante baba. Inuka. Inuka mdogo. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Asante baba. Kuwa na amani. Nashukuru baba. Sawa. Mungu akubariki sana. Nadhani kwa kiasi chochote kile unachokuwa unakitaka nitakupa mara 2 ya pesa. Nashukuru baba. Nashukuru sana. Nashukuru. Usijali. Nashukuru. Ila kuna kazi nataka unisaidie. Nitafanya kazi yoyote ile. Niko tayari kufanya mtu wangu. Sawa. Hamna tatizo. Asante baba. Hamna shida. Kwa mpeni. Nilikuwa nahisi sasa nimepata uhakika. Tena umekiri kwa mdomo wako mwenyewe. Wewe hakuja kuniambia kwamba unaolewa na yule kijana. Maisha tuliyoishi magumu ya kimaskini. Leo naenda kutembea na mwanaume unasema unataka kuolewa sijui na mwanaume gani? Yule kijana ambaye hajiwezi kabisa. Maskini wa kutupwa. Alafu wewe leo unasema mama nataka kuolewa na yule mtu. Wewe mwenyewe maisha yangu pamoja na wewe unayaelewa. Leo hii unataka kuolewa na mtu maskini. Atakusaidia nini? Kuzaliwa na wazazi maskini ni bahati mbaya. Lakini kuishi maisha ya kimaskini ni chaguo lako. Sasa nimekataa. Huwezi kuingia mahali pale. Lakini mama nini? Lakini mama nini? Nasema hivi, nimekataa. Sitaki na sintokuja kutaka. Mimi ni mzazi wako. Kama unaona huyu anakufaa, basi usinijue. Mimi sio mzazi wako. Mtoto gani asiyesikia? Maamuzi ya familia yanaweza kujenga ama kubomoa. Mawazo ya familia yanaweza kuwa sawa au kukosa.
Shoga yangu, kwani leo una shida gani? Maana toka nafika hapa ni umekaa umetulia, mpole, mnyonge. Mimi sijakuzoea hivyo, mpaka nawaza mengi. Ama haujapenda ujio wangu hapa leo? Kwani una shida gani? Hata usijisikie vibaya rafiki yangu, kuwa huru, wala sijachukia wewe kuja hapa, na unajua kabisa rafiki yangu ni kiasi gani mimi ninavyokujali. Ni mambo tu yaliyotokea hapa nyumbani, ndio maana unaniona nakuwa hivi. Juzi kati nikaa na mama, sijajua hizi habari kazipata wapi, na amenifokea bara. Ameniambia hataki kuniona nikiwa na G, na nilivyojaribu kumwambia kuwa nampenda, yaani amepaniki, hataki kunielewa kitu chochote. Yaani hapa rafiki yangu unavyokuambia, yaani hata sielewi. Na mama kaniambia kuwa nikizidi sana au nikiendelea na huyo G, ndamchagua G au ndamchagua yeye. Yaani hapo kabisa mpaka nakosa nguvu, yaani nashindwa hata nifanyaje. Kwanza nikupe pole shoga yangu, unayoyapitia ni mazito. Mimi naona hapo umsikilize mama, kwa sababu mama ndio kila kitu, na hauwezi kujua mama amefikiria nini ama amewaza nini mpaka kukuambia yote hayo. Ni kweli rafiki yako unachokisema, lakini Tausi, unajua fika na unatambua mimi kiasi gani nampenda G. Yaani G mimi kwangu ndio kila kitu. Huwa nafikiri ungekuwa mimi ndo wewe, naanzaje kwenda kumwambia mimi na G eti tuachane? Unajua jinsi gani mimi ninavyompenda yule kaka jamani. Taweza kweli kumwacha G? Yaani G nampenda sana. Yaani G ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Sijui hata naanzaje kumwambia hayo mambo jamani. Sijajua atakuwa kwenye hali gani. Tausi, shoga yangu, naelewa, najua kuwa unampenda sana G, lakini haya mapenzi yapo tu toka enzi hizo za mabibi na mababu. Haya, leo ukamchagua G, umeenda huko umemwacha mama, mwisho wa siku umefarakana na G. Utaenda wapi shoga yangu? Mimi mwenyewe ndo kwanza najitafuta hapa nilipo. Nani atakaye kupokea? Nani atakustiri kwenye hii dunia kama sio mama? Na wazazi ndio wenye uchungu wa mtoto. Kwa hapo msikilize tu mama shoga yangu. Tausi rafiki yangu, unajua wewe ndo rafiki yangu ambaye unanipa ushauri mzuri. Basi nitafanya hivyo, na ni kweli mama ni mama, hawezi akafananishwa na mpenzi. Japo kwa G itakuwa ni vigumu na kwangu pia, lakini nitafanyaje sasa? Itabidi tu nimsikilize mama, lakini mimi G nampenda sana. Pole rafiki yangu, unayoyapitia najua. Jitahidi tu umwelekeze G. Naamini ni vigumu kukuelewa, lakini mwisho wa siku atazoea. Usijali shoga yangu, nipo kwa ajili yako. Nitakuwa bega kwa bega na wewe kwa kila kitu. Nashukuru sana Tausi rafiki yangu. Mimi naona tuishie hapa, kwa sababu mama ameniambia nisiwezi tena kuendelea kuwa na wewe. Hata hivi ikikukuta hapa utaitwa balaa. Je, una hela za kunihudumia mimi na familia yangu? Lina, sikutegemea kama utabadilika kiasi hichi. Lina, nilikuwa najua utaendelea kuwa mwema kwangu siku zote. Sikujua kama maneno madogo tu yanaweza kukuchukua imani yako kiasi hichi. Lina, kumbuka kweli sina pesa, lakini kwa chochote kidogo nilichokuwa nacho nilikuwa najitahidi kuonyesha mapenzi yangu. Yote hii ni kwa ajili ya upendo wangu juu yako. Afu mwisho wa siku unaniletea vitu kama hivi. Lina, kuna tofauti kubwa sana.
kati ya mtu anayepokea mshahara 500 akakupa 50,000 au mtu anayepokea mshahara 60,000 akakupa 50,000. Amekuthamini sana kutoka ndani ya moyo. Pesa sio ishara ya mapenzi ya Mungu. Na una garanti gani kuhusiana na kesho? Wewe unajua kesho mimi nitaishia kuishi maisha aina hii? Ni vipi kama yatabadilika? Kwa hiyo leo maneno yamekuwa na nguvu sana ya kuweza kurudisha imani yako nyuma. Sasa unafikiri mimi nitafanya nini? Unafikiri mimi nitafanya nini? Mama ameniambia inatakiwa niachane na wewe. Inatakiwa nimsikilize mamangu. Je, kwani hutaki kunielewa anachokisema? Hata hivyo, mama akikukuta hapa, ili litakuwa ni tatizo lingine. Maamuzi ya familia yanaweza kujenga ama kubomoa. Mawazo ya familia yanaweza kuwa sawa au kukosea. Mambo mengi husababishwa na presha ya family pressure. Family pressure. Family pressure. Family pressure. Family pressure. Family pressure. Je, upo Songwe Mbeya na unahitaji chakula? Sisi France Mbuzi Choma tupo kwa ajili yako. Tunakuletea vyakula tofauti tofauti kama vile kuku choma, mbuzi choma, chipsi yai, mishikaki na vingine vingi. Lakini pia chakula penda cha Tanzania, ugali pia unapatikana hapa. Alafu kingine usichokijua, tunakuletea popote pale ulipo. Kwa namba moja tu tunakufikishia popote pale ulipo. Enjoy na France Mbuzi Choma. Uwe France, ongeza nyingine.